Hisia za simanzi zilijaa nchini Kenya baada ya mjane wake Albert Ojwang kufichua masaibu kabla ya kifo, kwa kitaja mipango ya maisha iliyozimwa ghafla. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Mjane waliyekuwa mwalimu na mwanablogi Albert Ojwang Nevinina Onyango ameibuka na kueleza masaibu yaliyomkumba mumewe kabla ya kuangamia mikononi mwa maafisa wa polisi katika kituo kikuu cha polisi cha Nairobi. Ojwang alifariki dunia katika hali ya kutatanisha, huku taarifa za awali zikidai kuwa alikamatwa kufuatia malalamiko dhidi ya maoni aliyoweka mtandaoni kuhusu afisa mmoja wa juu serikalini. Kwa mujibu wa maelezo ya Nevinina yaliyotolewa kupitia mahojiano yaliyoripotiwa na gazeti la The Daily Nation, maafisa 6 wa polisi walifika nyumbani kwa Homa Bay siku ya Jumamosi na kumkamata Ojwang. Wakiwa wamejihami, maafisa hao walidai kuwa kulikuwa na jambo dogo tu walilohitaji kuzungumza naye, wakimhakikishia kuwa angebaki mikononi mwao kwa muda mfupi. Hata hivyo, hiyo ilikuwa mara ya kwanza ama ya mwisho wa familia yake kumwona akiwa hai. Kifo cha Ojwang kimezua ghadhabu na maswali mengi miongoni mwa Wakenya, hasa kutokana na madai kuwa alikumbana na ukatili wa hali ya juu akiwa kizuizini. Ripoti ya upasuaji wa maiti iliyotolewa kwa daktari wa serikali ilibainisha kuwa chanzo cha kifo chake kilikuwa na jeraha la kichwa, shinikizo kwenye shingo pamoja na majeraha mengine ya mwilini yanayodokeza mateso ya kimwili. Nevinina ameeleza kwa uchungu jinsi mumewe alikuwa na mipango ya muda mrefu kwa ajili ya familia yake. Kwa wakati wa kukamatwa kwake, Ojwang alikuwa ameshanunua miche ya miti ya kupanda katika eneo lao la makazi ambalo lilikuwa likifanyiwa ukarabati. Aidha, alikuwa amejitahidi kuhakikisha kuwa nyumba yao inapata muonekano mpya kama ishara ya matumaini ya udhabiti wa maisha ya familia. Kwa Nevinina, mipango yote hiyo ilikatizwa ghafla na tukio lililogeuka kuwa jinai ya kutisha. Mbali na kuwa mume na baba, Ojwang alikuwa kielelezo kwa jamii kupitia kazi yake ya kublogu, ambapo alijitokeza kuelezea masuala ya kijamii na kisiasa kwa uhuru. Kifo chake sasa kimekuwa alama ya ukandamizaji wa uhuru wa kujieleza na ukosefu wa ulinzi wa raia, hata wakiwa mikononi mwa vyombo vya usalama. Huku uchunguzi ukiendelea chini ya usimamizi wa mamlaka huru ya uangalizi wa polisi ama ukipenda IPOA, familia ya Ojwang inasalia katika hali ya simanzi na na wanataka haki itendeke, si tu kwa ajili ya mpenda wao, bali kama onyo kwa mfumo wa usalama ambao unaonekana kuwa hatari badala ya kuwa kimbilio kwa raia. Madai ya mapya kutoka kwa mjane wa marehemu yameongeza uzito wa mashinikizo kwa serikali na vyombo vya usalama kuhakikisha kwamba wahusika wote wanachukuliwa hatua bila kucheleweshwa, huku familia ya Ojwang ikisalia na maumivu ya kumpoteza kipenzi chao, haswa katika mazingira ya kiholela na ya kikatili.